Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 link, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Kama kawaida niko na DJ Smart, naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Bahati nzuri sana, niwapongeza sana watu wote ambao wameuliza maswali yenu. Nimekuwa tukitoa utaratibu na watu kweli mlikuwa mkiitikia. Namna siku zinazozidi kwenda watu mnaelewa lile somo la nini ambacho kinatakiwa kifanyike pia. Kwa hiyo niwashukuru sana. Leo na maswali mengi sana ambayo pia DJ Smart atakuwa yajibu kwa engo tofauti. Nzuri sisi atuangalie tu nini kimetokea, lakini pia tunaingia kwa undani kuweza kuyafahamu yale ambayo yametokea, na jukumu hili pia DJ Smart tunamwachia yeye. Kaka kwema? Lakini alhamdulillah. Mambo anasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu kama kawaida. Kwanza nikushukuru pia. Leo umesuggestion bana tusitumie mic. Tuna badilika yani. Wana kuonea huruma wake, unaweza kukaa hivi mpaka yani unahisi kabisa pale tuko kitofauti kidogo. Ni flexible kidogo. Sawa kabisa. Tuanze na Iran kwa sababu ndo mambo yenyewe yamenani sana huko Mashariki ya Kati. Naam. Unajua vita wakati zinaanza, sababu zilikuwa zinatajwa nyingi sana. Kuna watu wanataja kwamba ni swala la kiuchumi, kuna wengine kwamba ni swala la kiimani, na kuna wengine wanasema swala la kisiasa. Nataka tugusie kidogo katika lengo ya kiimani sema. Kuna wale ambao wanasema kwamba Washia na Wasuni ndani ya Irani na wenyewe pia wana mkanganyiko inavyodaiwa. Zilikuwa zinasema hivyo, hata pia Saudi Arabia kuna huo mkanganyiko ambao pia unasababisha ndio maana kunakuwa na mvutano. Hilo swali limefikia wapi mpaka sasa hivi? Maana naona silisikii sana sasa hivi. Hilo swala liko very straightforward. Sunni watabaki kwa Sunni na misingi yao. Shia watabaki kwa Shia na misingi yao. Ila naomba ni reconstruct, nilitengeneze upya katika hali ambayo nadhani watu wengi sana wanaitazama katika njia ambayo wamekuwa programmed kuitazama, especially kwa upande wa Waislamu wamekuwa programmed kuitazama ile jambo kwenye darubini ya kishia na kisunni. Wapo wengine ambao wanasema sisi ahlus sunna sawa, hatutaki tuwa support mashia kwa sababu ya baadhi ya hoja, mfano wao kutukana baadhi ya maswahaba. Of course mashia wapo ambao wanawatukana maswahaba na kuwakataa, wapo wengine actually wanamkataa Mtume SAW na wengine wana version yao ya Qur'an. Lakini Shia ni hata sisi kwa Uislamu kuna madhhab tofauti, kuna akida tofauti. Hata kwa Wakristo kuna Anglikana, kuna Pentecostal, kuna Lutheran, KKT. Kwa hiyo kuna madhehebu tofauti. Sio kwamba wote ni kitu kimoja. Roman. Kuna Wasabato. Yes. Kwa hiyo hata kwa Uislamu kuna hivyo. Na pia kwenye Mashia kuna tofauti. Na sio wote wana msimamo mmoja. Hiyo kuna hiyo. Kwa hiyo kuna ambao wanasema hivyo. Wengine anasema hapana, tuwa support kwa sababu japokuwa tumetofautiana nao baadhi ya vitu lakini bado ni Waislamu kuliko kumsupport mzayuni sawa na Marekani. Wengine wanasema hapana, bora tumsupport Marekani na mzayuni kwa sababu wanawapiga hawa Shia ambao ni maadui zetu sawa. Kwa hiyo kumekuwa kuna mkanganyiko ambayo tumekuwa programmed kuiangalia hivyo na inasikitisha sana. Na juzi ukitaka kuona kwamba hili jambo lina faida, mmoja wa wasemaji wa IDF kakaa kabisa anaanza kuquote hadithi. Huyu ni mzayuni, huyu ni Myahudi, anaquote hadithi na anaquote baadhi ya aya kwa sababu ya kuleta mpasuko. Na mimi unajua hivi vitu ndo Facts and logic. Brand ya Fuse inajulikana kwa facts and logic. Huwa hatuongei maneno matupu. Naomba niweke sauti alafu baadaye wenda tukawekea hiyo video wakaitazama, umsikilize huyu anavyoongea. Nimeweka do not disturb ili watu waelewe kwamba tumekuwa programmed kulitazama ili jambo kwa hivi. Angalia huyu. Unaona? IDF spokesperson promotes Wahhabi teaching to turn Sunni Muslims against Shia. Haya sio maneno yangu. Nasoma kilichoandikwa hapa. Sasa tumsikilize anachokisema. Assalamu alaykum. سأفتتح هذا الفيديو بالحديث النبوي الشريف
Unaona? Kwanza kaanza kwa salamu, alafu anaongea Kiarabu. Na anasema nitaanza kuongea kwa hadithi sharifu. Sawa? Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Kwa hiyo sitaki kuiweka yote sasa hivi hapa, ila my point ni kitu gani? Ukiona mpaka adui wenu anachochea kitu, inabidi mrudi nyuma, mujiangalia. Unajua hapa kuna kitu ambacho ukiona adui zako anakupiga makofi, inabidi urudi nyuma. Kwa hiyo ili swala especially kwa Islam, nadhani tumeliangalia vibaya, na hawa wanaleta mpasuko. Sawa? Na ukiangalia hata kwenye Qur'an, wa atasimu billahi wala tafarraku, na mushikamane kwa Mwenyezi Mungu, wala msifarikishane. Sasa mimi siwezi kujidai ni alim. Mimi wanajiita talibul ilmu, mwanafunzi wa elimu. Naipenda elimu, nimepata kiasi kidogo cha elimu ambacho ninacho. Ndio maana hata tunaambiwa wama utitu minal ilma illa kalila, hamjapewa elimu isipokuwa ndogo. Na mimi ni mmoja kati ya wale waliopewa kidogo kati ya hicho kidogo. Sasa ukiangalia mfano hata kwenye Qur'an kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza. Sasa hichi ndo ninachokiamini, hii ndo inatakiwa iwe manhaj, inatakiwa ndo mwongozo wa sisi kujaji vivitu. Wataawanu alal birri wattaqwa, na saidianeni katika bir, kufanya matendo mema, watakwa, na kuwa wacha Mungu. Wala taawanu alal ithmi wal udwan, na wala msisaidiane katika kutenda maovu wala uadui. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wawe na hichi, kwamba hata mnapotofautiana mkiweza kuelekezana. Ndio maana suratul asr, al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, na wakasaidiana katika haki na wakasaidiana kwenye kusubiri. Kwa hiyo huo ndo mwongozo. Sasa kigezo kipi ambacho DJ Sma ninaamini ndo sahihi katika kuangalia mgogoro katika ishu ya kishia na kisunni? Sasa mimi naenda level ya juu zaidi. Hii ishu tunakosea tukiangalia katika ishu ya kisunni na kishia. Sawa? Haijalishi mtu ni shia, mtu ni sunni, mtu ni Myahudi, mtu ni Mkristo, au hata ni mtu ambaye haamini Mwenyezi Mungu. Sawa? Tunaambiwa Mwenyezi Mungu anasema hivi, na hii watu naisema sana katika khutba ya Ijumaa. Al-Khatibu pale mtu anaitoa khutba, wakimaliza anasema inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani. Naomba niishie tu hapa. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kwa uadilifu, wal ihsani, na kufanya ihsani. Huo ndo mwongozo sahihi katika mgogoro kama huu na migogoro mingine yote, iwe ni ndani ya nchi, iwe ni nje ya nchi. Unatakiwa uwe mwadilifu. Haijalishi aliyetendewa dhambi, aliyeonewa, kama ni Muislamu, ni Mkristo, ni Myahudi, au hana dini kabisa, au aliyetenda ubaya ni Muislamu au Mkristo au Myahudi au asiye na dini kabisa. Sisi hatuangalii. Sisi mwongozo tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kwa uadilifu. Sasa tunatakiwa kwa Waislamu, hii ishu ya Shia na Sunni inatuvuruga na imekuwa inatuvuruga, bali katika vitu ambavyo hata ni faraia, ambavyo sio vya msingi sana, ambavyo sio ususi kama madhhabu na vitu kama hivyo. Utasikia madhhabu Hanafi anampinga Shafi, au anampinga Maliki, au anampinga Hanabila. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie, tusimame na anayedhulumiwa, tusimame na aliyesimamia haki, tumpinge anayedhulumu, tumpinge anayefanya dhuluma na uonevu, bila kujali anayedhulumiwa au anayedhulumu, anayeonewa na anayeonewa ni dini gani au ni kabila gani. Moja ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Na mimi wanaambia ogopa sana mtu akiwaambia namwachia Mungu. Ogopa. Mtume sasa anasema hivi. Hadithi nasema ittaqu du'atul madhlum fa inna laysa, kuna riwaya tofauti. Moja hapa nasema fa inna laysa bainaha wa baina Allahu hajib wa in kana kafiran. Ogopa dua ya aliyedhulumiwa. Hakika dua hiyo haina kizuizi chochote kati ya aliyedhulumiwa inapotoka mdomoni kwake au moyoni kwake kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Njia ni nyeupe, hakuna kizuizi chochote. Alafu kuna riwaya akamalizia wa in kana kafiran, japokuwa hamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inasemaje? Hajasema kwamba sharti anayedhulumiwa awe ni Muislamu. Hajasema hivi. Bali ukiingia kwenye Uislamu kuna aina za wasiomwamini Mwenyezi Mungu. Sawa? Kuna dhimmi ambaye yuko chini ya ulinzi wa Waislamu. Sisi kafiri pekee ambaye tunaruhusiwa kupigana naye pekee, narudia, ambaye anaitwa kafir harbi ni yule ambaye anakupigeni nyinyi vita na kukufanyisheni madhara. Ila asipokuwa harbi huruhusiwi kupigana naye na unatakiwa mpe haki yake na unatakiwa umlinde. Na nikiingia kwenye hii mada naweza nikaongea muda mrefu. Kuna siku Saidina Omar radhiallahu anhu akakuta bwana mmoja anaombaomba ambaye hakuwa Muislamu. Akauliza, vipi huyu anaombaomba nini? Akauliza, na alikuwa Muislamu, ulikuwa unalipa jizya? Unajua ukiwa chini ya himaya ya Waislamu kuna kodi ambayo unatakiwa ulipe. Akasema, mimi wakati ule nilikuwa nalipa kodi. Akasema ni wajibu kwa Waislamu kumpa kutoka Baitul Mal, na akahakikisha yule kapewa mali na ya kujikimu mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapoamua. Umeelewa? Yule hakuwa Muislamu, na huyo ni Saidina Omar khalifa. Kwa hiyo wanamuita an-natiq bis-sawab. Alikuwa anachokisema kauli yake ilikuwa inaendana na Qur'an. Kwa hiyo kwa ufupi nachoweza kuambia darubini tunavyoiangalia ishu Sunni Shia tumetofautiana nao hichi, sisi tuko hivi, ni makosa. Sisi mwongozo ambao ametupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni kusimama na aliye kwenye haki, kumtetea aliyedhulumiwa, kupambana na mdhalimu na kutokumuunga mkono mdhalimu. Hakuna vipengele vya Sunni wala Shia wala Wahabi wala Sufi wala Yahudi wala Mkristo. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho Waislamu wengi wanakosea. Yoyote ambaye anataka kukutana na Mola wake akiwa katika haki, kwa sababu Mtume sasa ameshatangaza vita. Yoyote atakayemuonea asiyekuwa Muislamu kinyume na haki, Mtume sasa atapambana na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema, mimi nitapambana na yule ambaye anamuonea asiyekuwa Muislamu kinyume na haki. Kwa hiyo kwa ufupi hili jambo niwaambie tu wa ndugu zangu Waislamu, na niko wazi kama kuna ambao wamenizidi ilmu na wapo ambao wamenizidi, kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fauka kulli dhi ilmin alim, juu ya kila mwenye elimu yupo mjuzi zaidi. Sawa? Wapo kama wataona nimekosea warekebishe, ila kama wataona ina haki basi huu ndo msimamo ambao yoyote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake anatakiwa simama na wenye haki, watetee wenye kuonewa. Wallahu alam. Lakini Sma, umezungumza vizuri sana. Ukiangalia kwa mfano hiki ambacho kipo chini ni kama ulivyozungumza vizuri kwamba ni foundation ambayo imetengenezwa juu, si ndio? Ukiangalia hata baadhi ya mataifa ambayo ni Wasunni kama niko sahihi, wana support sana upande wa magharibi, kwa maana mataifa ya Kimarekani wapi yuko na sehemu nyingine. Uone tatizo linaanzia juu na sio huko chini wanakuwa nafuata tu. Ndio maana nikakwambia hii issue ni mfumo, ni doctrine, tumefanywa indoctrination. Sawa? Ndio maana hata hizi nchi ambazo za Kiarabu ambazo zinasemekana ni za Kiislamu na wanajidai ni Waislamu wameishitumu Iran walivyotoa ile kauli yao, tulichambua siku kwa kufanya inachokifanya kwa kujibu mashambulizi. Sawa?
hawakushitumu Marekani na Israeli kwa kuanzisha hivi vita. Hivi unajua watu wamesahau kwamba Iran ya kuanzisha hivi vita. Yani hii ndio ujue sasa nguvu ya propaganda na media ilivyotengenezwa. Ni kama Iran ndo ameanzisha hivi vita. Kumbe yeye hakuanzisha hivi vita. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo ndo hicho sasa imetengenezwa mifumo na nishai kuelezea. Na by the way kuna makala ambayo inakuja kuitoa na hii ni shukran tuitoe kwa Bro Sky. Yeah. Kuna makala ambayo niliandaa ilikuwa ni exclusive kwenye wanaita SNS Premium. Yeah. Juzi nimeongea na bro inaitwa mgogoro wa Israel na Palestina kwa mujibu wa maandiko. Sawa? Naomba ni posti huko, akaniambia ruksa Sky. Kwa hiyo shout out kwake kwa Sky, atoa ruksa. Nitaiposti. Ina episode 21. Kila siku itakuwa inatoka moja. Umo ndani yoyote atakaisikiliza kwa akili, sidhani nimewahi kufanya research ambayo imeshiba kama ile ndani. Kwa hiyo nashauri sana itakapoanza kutoka waisikilize. Alafu watafaidika sana. Nadhani hata wasubiri huu mgogoro ukishapungua huu itakuwa ni nzuri ukianza kuiachia ili isiwe ikakutana na vizingiti. Okay, mimi nitaiupload, nadhani wazo zuri. Nitaiupload, nitaiweka na nifahamishe pia kwamba kuna Jews Wayahudi ambao wako dhidi ya Zionist Israel. Sawa? Na wanawatetea Waislamu. Sawa? Na wapo Waislamu ambao pia wanawatetea. Yaani ni ukiacha hizi propaganda na watu ambao wamekuwa brainwashed, kuna utu. Yes, ambao hicho ndio simama najitahidi kuweka kwa watu. Hahitaji uwe dini fulani au na imani fulani au dhehebu fulani. Kabisa. Ni swala tu la kuangalia watu wanauawa wanafanyaje, inabidi na usikubali hizi media zikubrainwash. Ndio ile Malcolm X anachosema, ukisikiza sana hizi media itakufanya umchukie ambao unatakiwa umpende na umpende ambaye unatakiwa umchukie. Utakufanya umuongelee vibaya ambaye anaonewa na umpende ambaye anaonea. Kweli. Naam. Turudi sasa katika ile kwa kuongezea hasa. Nimeona mataifa ya Saudi Arabia, Misri na baadhi ya mataifa mengine ya Kiarabu yalitoa barua jana kukemea kile ambacho Israel imekifanya kule Palestina. Kuna msikiti ambao nimeusahau jina lake. Ulikuwa wanaswali pale lakini wameudhibiti. Kwa walionya kile kitu kusema kwamba sio sahihi, lakini pia katika ile hilo pia katika kuendelea kudhibiti maeneo na kuharibiana miundombinu, kwa sababu ukiangalia upande wa Israel wanaharibu miundombinu huko Iran nao wanaharibu pia kule Tel Aviv kwa maana ya Israel na kwa mashariki na kwa kanda nzima. Inamaanisha nini hasa hii? Pengine nianze kwa la pili hili. Ni dalili ya vita kuelekea ukingoni. Ukiona wanaharibiana miundombinu ya kiraia na kiuchumi, ni dalili kuelekea ukingoni. Kwa sababu nimesema hivi sio vile vita vikubwa. Bado kuna vita vikubwa ambavyo vitakuja, vitapigwa yani heavyweight, ambavyo vitakuwa vikubwa zaidi, ambavyo vitahusisha kanda nzima ya pale, ambao mwisho wake Marekani itadhoofika, Iran itadhoofika, Gulf zitadhoofika, alafu Israeli ndo atafanya ile Greater Israel kwa sababu ya expansion yake. Wanachokifanya sasa hivi wako analysis yangu mimi, wako kwenye hatua za mwisho za kumaliza mgogoro. Sawa? Ila anachokifanya Israeli na Iran na Marekani ni kwamba anazuia baada ya vita kuisha uwezo wa Iran kurecover haraka. Kwa sababu alirecover haraka sana baada ya vita vya siku 12. Umeona Sasa this time anapiga mifumo yake. Juzi nadhani jana akapiga benki. Sawa? Amepiga water desalination. Hii ana lengo mbili. Ya kwanza ni kuwaumiza raia wa Iran kwa sababu wameonyesha kwanza msimamo wao dhidi yao na kuiunga mkono serikali yao pamoja na kumuunga mkono supreme leader wao Mujtaba mpya. Sawa? Lakini kwa hiyo anawaumiza, kufanya mauchungu kwamba nyinyi si ndio mmeamua kuisupport serikali yenu, sisi sasa onjeni joto la jiwe. Lakini pia anaumiza uwezo wa Israeli kurecover, kwamba baada ya vita badala ya funds atakazokuwa nazo kuwekeza katika kijeshi, atawekeza zaidi
kwenye miundombinu ya kiraia. Kwa hiyo kama alikuwa na 1000 ambayo miundombinu ya kiraia ingekuwa inafanya kazi kawaida, yote angeipeleka jeshini, itabidi yaigawe iweke huko. Lakini kama tumeona amepiga visima vya mafuta, amepiga benki. Sasa hii ukiangalia systematic, hii ni kuidhoofisha. Yani ukigeneralize the outcome ni kudhoofisha uwezo wa Iran kurecover haraka baada ya hivi vita, na inamaanisha kwamba bado wanajua hivi vita kuna raundi nyingine ambazo zinakuja. Na kwa hiyo ni ndo lengo. Na Iran naye anajibu mapigo umumu. Kwenye hili pia kuna ambalo nimeona nani Marekani pia kwenye hivi vita wamehamisha zile nanilia baadhi ya vifaa kutoka kule Korea. Inamaanisha nini hasa hivi? Marekani alhamdulillah, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Fuse iko mbele ya muda na Mungu wana Fuse watakuja kutoa ushahidi hapo. Nilielezea kwamba, na hii niliongelea baada ya kupeleka THAAD Israeli baada ya vita vya siku 12. Israeli alikula kichapo. Ikaonekana kwamba air defense system zake hazitoshelezi, akamwongezea THAAD. Nikaelezea by then Marekani alikuwa na THAAD system 8 tu duniani. Sawa? 3 ziko pale, kuna ambayo ilikuwa iko Saudia, zingine zimebaki Marekani na nyingine iko South Korea. Irani so far ameshapita na 5 kati hizo THAAD defensive system. Sawa? Alafu ANT-P2 ni moja ya rada ambayo ni ya muhimu sana, ambayo ni moja ya mfumo au ni moja ya component ya THAAD system. Ndo kama jicho lake linaloona. Iliyokuwa Saudia kapita nayo, iliyokuwa Lebanon kapita nayo, iliyokuwa Bahrain kapita nayo, na zingine ambazo ziko Jordan. Irani kazi, unajua Irani ni kwamba hana mainstream media ya kuelezea strategy yake na mifumo yake, ila amepigana kiufundi sana na amepigana kimkakati. Kashadhoofisha uwezo wa Marekani na Israeli kuzuia, yani defensive capability ya Marekani na Israeli imedhoofishwa kwa kiasi kikubwa sana. So anachokifanya Marekani sasa hivi, ameenda kuchukua defensive system ambazo ziko South Korea, ambazo zilikuwa zinatakiwa zimlinde dhidi ya North Korea na other threats. Kazichukua, anazidismantle, anazileta huku. Kwa hiyo inakuonesha moja kwa moja kwamba hali sio hali. Umeona kwamba inabidi yaongeze nguvu. Na actually North Korea wamemind kwamba unatuacha uchi. Wewe unachukua hiyo, alafu nadhani unaona kiduku huko anawasha moto, alafu nyinyi nani za ulinzi mnazichukua mnazileta huko. Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu waelewe kwamba defensive system capability ya Israel na Marekani, Irani ameidhoofisha kwa kiwango kikubwa sana. Na ndio maana sasa hivi anajipigia anavyotaka. Na hata ukikutana na video zinapenya bila interception yoyote. Sawa? Na msemaji wa mkuu wa kamandi ya aerospace ambao ni ya makombora ya Iran kasema sasa hivi stage ambayo tupo tumeshamaliza kuzi neutralize mifumo ya ulinzi ya Marekani na Israeli. Sio kwamba wamemaliza zote, wamezidhoofisha kwa kiwango kikubwa. Sasa hivi makombora tutakayorusha hakuna hata moja litakuwa lina chini ya uzito wa tani 1. Kwa hiyo sasa hivi wanapeleka sasa ile madude mazito ya tani 1. Na nadhani mmesikia kwamba mmekutana na taarifa na watu wazito ambao wamesema kaka yake Netanyahu, Ben Gvir, yule waziri wao nani, amejeruhiwa katika mashambulizi. Na Israeli wamesema kwamba alipata ajali ya gari. Lakini taarifa ambazo zinatoka upande wa pili ni kwamba alipokuwepo pameshambuliwa. Na hii ndio swali ambayo watu waliniuliza kwamba Israeli viongozi wao Iran viongozi wao wanauliwa, kwani Iran hawezi kuua viongozi wa upande wa pili? Umeona? So far ameshapita na wanajeshi kadhaa wa ngazi za juu. Umeona?
kambi kadhaa. Nikasema sio katika falsafa yao wala doktrini yao kuua viongozi wa wengine, lakini nadhani kwa mchezo jinsi ulivyo wameanza sasa kudeal nao na wameonyesha capability wanayo, na nadhani katika 12 day war kuna moja ya kombora ambalo anyway hii tuiache, tutaongelea next time. Kwenye hilo sasa umezungumza kwamba Irani inajaribu kuleta madhara pia. Taarifa za kaka yake nani Ido ni za kweli? Kwa vyanzo ambavyo nimevipata na nazipa 90% kama amefariki. Yes. Hizo 10 tu, kwa sababu mtu kama Scott Ritter akiongea, mtu kama George Galloway akiongea, mtu kama ni former CIA analyst Larry Johnson na wengineo, ni watu ambao wao wana access ya information ambao sisi watu wa OSNIT hatuna access hiyo. Naam. Na walizungumza hicho kitu. Yes.